Ndugu watazamaji, tuko na mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu Tanzania na amekuja kwa ajili ya uzinduzi wa tamasha la Nyamonge, tamasha ambalo kazi yake ni kusimamia ama kupambania vitu ambavyo vinahusika na watu wenye matatizo ya ulemavu nchini Tanzania. Walemavu wa macho, walemavu wa miguu, viungo vya miguu na mengineo. Mimi naitwa Biva Fresh, tuko na waandishi wa habari vyombo tofauti kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu Tanzania. Mwenyekiti, heshima yako mwenyekiti. Asante sana ndugu mtangazaji. Shukrani. Mwenyekiti, tuko hapa kwa lengo la kuzindua tamasha zima la Nyamonge Sport, hasa kuhusiana na watu wenye matatizo ya ulemavu. Wewe kama mwenyekiti, kwa ufupi unazungumziaje tamasha hili, lakini pia watu wenye ulemavu wamelipokeaje kwa niaba ya Nyamonge Sports? Asante sana kwa niaba ya chama cha ulemavu Tanzania CHAWATA. Mimi kwanza nitoe shukrani zangu nyingi sana kwa Nyamonge Sports kwa kuandaa hili tamasha kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Naamini hii sio mwanzo, isipokuwa itakuwa ni muendelezo ili watu wengine nao waweze kujitokeza na kuandaa matamasha kama haya. Matamasha haya kwa kweli yana umuhimu sana, kwa sababu matamasha haya yana moja kwa sababu hii ni michezo. Sasa michezo ina faida yake, lakini pia niseme tu kwamba katika michezo tutaibua vipaji vya watu wenye ulemavu. Kwa ni jambo ambalo ni kubwa, ni jambo ambalo tunaliunga mkono, na sisi watu wenye ulemavu tuna vipawa vingi tu ambavyo bila haya matamasha inawezekana sisi tuweze kuonekana. Kwa hiyo kwa tamasha hili nadhani itakuwa ni muendelezo wa matamasha mengine ili watu wenye ulemavu tuweze kuonyesha vipaji vyetu na hatimaye kuleta fursa nyingi kwa watu wenye ulemavu hapa nchini. Pengine rai yenu ni ipi kwa serikali, hasa kuwashika mkono watu wenye matatizo ya ulemavu? Serikali ndio mzazi, serikali ndio baba, na chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huwa sisi watu wenye ulemavu tunaamini kwamba ni mwenzetu, ni kipenzi chetu, ni mama yetu. Kwa hiyo yeye muda wote amekuwa mstari wa mbele katika masuala yote yanayotugusa sisi watu wenye ulemavu, ikiwemo mchezo. Kwa hiyo mimi naamini ni kuikumbusha tu serikali. Serikali inajua wajibu wake, nini kifanye kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo sisi kama chama tunamwomba Mheshimiwa Rais na serikali yake waendelee kutuunga mkono watu wenye ulemavu katika shughuli mbalimbali, ikiwemo masuala haya ya michezo. Na wao wawekeze, serikali iwekeze kwa kiasi kikubwa katika masuala yanayotugusa sisi wenye ulemavu, hususan katika michezo na katika mambo mengine. Bila serikali kutuunga mkono, nadhani kidogo shughuli yetu hii ya matamasha na maonazo yanayofanyika yatakosa msisimko, yatakosa uelewa mzuri zaidi kwa wananchi. Lakini kama serikali itakuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba inatia mkono wake kwa 100%, naamini kwamba na sisi watu wenye ulemavu tutaonekana katika medani ya kimataifa. Unazungumziaje mwitiko wa watu kwenye hili tamasha la leo? Bahati mbaya sijajua ni kwa namna gani na kwa kiasi gani Nyamonge Sports wenyewe wamelipromote hili tamasha. Mimi nilitegemea kwamba pamoja na kwamba wao wamelianzisha hili au muendelezo huu wa hili bonanza, lakini njia pekee ambayo nadhani pengine pia ingesaidia kutoa hamasa kubwa ni kuhakikisha kwamba vyama hivi vya watu wenye ulemavu ambao ndio tuna wanachama, hawa ni wanachama, hawa wachezaji hawa leo ni wanachama wetu sisi. Kwa hiyo kama tungetumia chama, naamini mwitikio ungekuwa mkubwa, lakini kwa ninavyoona si mbaya sana, kwa sababu ndio kwanza tunalianza hili. Naamini siku nyingine zijazo kwa kushirikiana na vyama, basi naamini kwamba pengine uwanja huu ungeweza kuja kuliko ilivyo sasa hivi. Una kipi cha kumwambia mlemavu ambaye ana kipaji na yuko nyumbani na hajapata nafasi ya kuweza kushiriki kwenye tamasha hili? Wito wangu mimi ni kwamba kama nilivyokuwa nimesema, sisi watu wenye ulemavu tuna vipaji mbalimbali, na bahati mbaya vipaji vingi bado havijaweza kuvumbuliwa. Kwa mimi nitoe rai kwa familia zetu sisi watu wenye ulemavu, kwa walezi na wazazi na hata majirani na wale wenye mapenzi mema na watu wenye ulemavu. Jamani, watu wenye ulemavu, hebu tujitokeze, watokezeni, waonekane ili waonyeshe vipawa vyao, ili kesho na kesho kutwa basi na wao waweze kunufaika. Mimi naamini kweli bado wapo watu wenye ulemavu wengi sana ambao bado hawajaweza kujitokeza. Kwa mimi nitoe wito tu kwa serikali pamoja na wadau wote wa maendeleo hapa nchini, wahakikishe kwamba watu wenye ulemavu tunajitokeza au tunaibuliwa kule tulipo katika mitaa yetu, ili na wao waweze kuja kuonyesha vipaji vyao, kama ambavyo leo tunaona mpira wa miguu hapa wataonyesha vipaji vyao kwa watu ambao ni wenye ulemavu, na watu wataona burudani nzuri sana, kwa sababu hii ni timu nzuri. Na mnakumbuka pia kwamba timu yetu ya taifa ya Tembo Warriors ilifanya vizuri sana kwenye kombe la dunia. Mwanzo wake ni huu. Kama wale wangekuwa wachezaji wasingejitokeza kama hivi, basi leo tusingekuwa na timu ya taifa ya watu wenye ulemavu. Lakini wamepatikana kwa sababu wametolewa, wameonyesha vipaji vyao, na sasa tunaendelea kutoa haya matamasha bonanza kwa ajili ya faida ya watu
wenye ulemavu. Kwa hiyo kikubwa, watu wenye ulemavu tujitokeze, tuonyeshe vipawa vyetu ili watu watuone, ili na sisi tuweze kunufaika na fursa mbalimbali zinazotokana na michezo. Tukushukuru sana. Asante sana ndugu watangazaji. Asante sana.